Taifa letu ambalo kwa sasa lina harufu mbili za damu. Lina harufu ya damu itokayo ardhini kwa ndugu zetu waliodhulumiwa haki ya kuishi kwa kuuawa kikatili, lakini lina harufu ya damu inayozagaa hewani ya mimi na wewe, ambao muda wowote tunaweza kuuawa au kuuana kwa kukosekana haki kama chombo pekee kinachoweza kuilinda amani. Katika hali inayoashiria uwezekano mkubwa wa tamko letu kuungwa mkono na hatimaye kupata mwafaka wa kitaifa, ndugu zetu Chadema nao walitoka hadharani wiki kadhaa baada ya tamko letu na kusisitiza kwamba kwa sasa Tanzania inahitaji serikali ya mpito. Waheshimiwa wanachama na wote wanaofuatilia kongamano hili kote duniani, mada hii inakamilika kwa wasilisho la rasimu ya mapendekezo ya Chama cha Wananchi CUF kuunda serikali ya mpito kama njia pekee ya kutegemewa ya kulirudisha taifa baada ya njia ya maridhiano ya Daktari Samia kudhihirika kwamba ni udanganyifu usiostahili kupewa nafasi nyingine, yani second chance. Ni matarajio yetu kwamba mapendekezo haya yataibua mjadala wa kitaifa utakaopelekea mkutano wa kitaifa utakaotuvusha kama nchi. Wasilisho ifuatayo sasa ndiyo rasimu ya namna gani tunaweza kuunda serikali ya mpito kama njia kuelekea kutibu taifa letu. Rasimu sufuri ya mpango wa serikali ya mpito ya kulea Tanzania. Hii kongamano letu inaenda live, kwa hiyo vyombo mbalimbali vya habari vinaliripoti na watu mbalimbali wanafuatilia. Watanzania na wana ulimwengu, tunaomba mfuatilie kile ambacho sisi kama chama tunakipendekeza katika namna ya kulitibu taifa kwa pamoja, kwa sababu chama cha wananchi peke yake cha CUF hakitoweza bila ya kushirikiana na wapenda demokrasia wengine duniani. Kwanza ni utangulizi na msingi wa pendekezo. Kwa kuzingatia maafa na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, pamoja na athari zake kwa maisha ya wananchi, umoja wa kitaifa, uthabiti wa kisiasa na uchumi wa taifa, na kwa kuzingatia kauli za waangalizi wa kitaifa na wa kimataifa kwa uchaguzi huo haukuwa huru wala wa haki, waraka huu unapendekeza kuundwa kwa serikali ya mpito ya kulea Tanzania, SMKT. Lengo kuu la SMKT ni kurejesha uhalali wa kidemokrasia, kujenga maridhiano ya kitaifa, kuweka misingi ya kudumu ya utawala wa sheria na kuandaa mazingira ya chaguzi huru na za haki na za amani. Malengo makuu ya serikali ya mpito. Serikali ya mpito ya kulea Tanzania italenga kwanza, kuchunguza kwa uhuru chanzo cha maafa ya vurugu za Oktoba 29, kubaini waliohusika na kupendekeza hatua za uwajibikaji. 2, kutoa haki, fidia na msaada kwa waathirika na familia zao. 3, kujenga maridhiano, uponyaji wa kitaifa na umoja wa Tanzania. 4, kuandaa na kusimamia mchakato wa kupata katiba mpya ya kidemokrasia. 5, kuanzisha tume huru ya uchaguzi ya kikatiba na inayoaminika. 5, kufanya mageuzi ya taasisi muhimu za dola ikiwemo mahakama, polisi na vyombo vya ulinzi. Inayofuata, kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na kukuza uadilifu katika utumishi wa umma. Na ya mwisho katika mlolongo huu bila ya kujali umuhimu ni kuweka msingi wa uchumi jumuishi unaozalisha ajira hususan kwa vijana.